Kuna kitu kimoja kinanifanya niogope sana duniani. Sio kushindwa, sio umaskini, sio hata kifo. Ni kuja kugundua ukweli wa maisha nikiwa nimechelewa. Kwa sababu ukweli ni huu. Watu wengi wanaishi maisha yao yote wakitafuta pesa, wakitafuta attention, wakifurahisha watu na wakiahirisha ndoto zao. Kana kwamba watu wana uhakika wa kesho. Lakini kuna muda mmoja ambapo binadamu hawezi tena kufake sekunde za mwisho za maisha yake. Kulikuwa na mfanyabiashara mmoja tajiri sana. Alikuwa na kampuni kubwa, nyumba za kifahari, magari na wafanyakazi wengi. Watu walimuona kama definition ya mafanikio. Lakini siku moja akaanguka chini ghafla, akapewa siku chache tu za kuishi. Na akiwa kitandani hospitalini, watoto wake walimzunguka. Walidhani atawaambia siri ya utajiri wake. Lakini unajua alisema nini? Nimetumia maisha yangu yote kutafuta vitu, nikasahau watu. Hakuna aliyesema neno kwa sababu kila mtu pale aligundua kitu. Mwisho wa maisha, binadamu huanza kuona kilicho muhimu kweli. Na leo nitakuonesha maneno 7 ya mwisho wa watu maarufu duniani. Maneno ambayo yalishtua dunia, yaliwaacha watu wakilia, na baadhi yake yanaweza kubadilisha maisha yako milele. Lakini kabla sijaendelea, usisahau kusubscribe sasa hivi kwenye Lubundazi Insight, kwa sababu hapa hatutazami maisha juu juu. Tunachimba ukweli wa mambo ambayo wengi wanaogopa kusimuliwa. Neno la kwanza, money can't buy life, na Bob Marley. Haya yalikuwa maneno ya mwisho ya Bob Marley, mtu aliyekuwa na umaarufu duniani, mashabiki mamilioni, pesa na heshima. Lakini dakika za mwisho za maisha yake aligundua kitu ambacho wengi hugundua wakiwa wamechelewa. Money can't buy life. Ukifikiria vizuri maneno haya, utagundua dunia imewafanya watu waamini pesa ndio kila kitu. Watu wanaharibu afya zao kutafuta pesa, halafu mwisho wanatumia pesa kutafuta afya. Na jambo la kuogopa zaidi, hakuna tajiri duniani aliyewahi kununua sekunde nyingine ya kuishi. Maneno ya pili, oh wow, oh wow, oh wow, by Steve Jobs. Haya ndiyo yalikuwa maneno ya mwisho wa Steve Jobs, mwanaume aliyebadilisha dunia ya teknolojia. Lakini mpaka leo hakuna anayejua aliona nini kabla hajafa. Imagine, mtu aliyekuwa na akili kubwa, mabilioni ya pesa, mafanikio ambayo wengi wanayaota, mwisho wa maisha yake alibaki kushangazwa na kitu fulani. Na hapo ndipo nilielewa kuna mambo duniani pesa wala teknolojia haviwezi kuelezea. Maneno ya tatu, laiti ningeishi maisha yangu mwenyewe, kutoka kwa watu waliokuwa wanakufa. Katika kitabu cha Bronnie Ware, muuguzi aitwaye Bronnie alihudumia watu wengi waliokuwa wanakaribia kufa. Na regret aliyosikia zaidi ilikuwa hivi: laiti ningekuwa na ujasiri wa kuishi maisha yangu mwenyewe, si maisha ambayo watu walitaka niishi. Hii imeniumiza sana kwa sababu kuna watu wengi duniani sasa hivi wanaficha vipaji vyao, wanaogopa kuanza, wanaishi kwa approval ya watu, wanaacha ndoto zao zife kimya kimya. Na kitu cha kuogopesha ni kwamba watu wengi wao hawatajua wamepoteza maisha yao mpaka iwe too late. Maneno ya 4, sikufikia kiwango nilichotamani, na Leonardo da Vinci. Fikiria, hata Leonardo da Vinci, mmoja wa watu wenye akili kubwa duniani, aliondoka akiwa na hisi angeweza kufanya zaidi. Na hii imenifundisha kitu kikubwa sana. Usife ukiwa bado na uwezo ambao hukutumia. Usizike ndoto zako ukiwa hai, kwa sababu dunia imejaa watu waliofariki kabla hata hawajaanza kuishi kweli. Maneno ya 5, unaweza kuondoka duniani muda wowote, na Marcus Aurelius. Marcus aliwahi kusema, unaweza kuondoka duniani muda wowote, basi acha hilo liamue namna unavyoishi. Yaani, usiishi maisha ya kuahirisha kuanza, kuahirisha kupenda, kuahirisha kujaribu, kwa sababu ukweli mchungu ni huu: hakuna anayejua siku yake ya mwisho. Neno la 6, nilidhani nilikuwa na muda zaidi. Maneno haya hayakutoka kwa celebrity, yalitoka kwa kijana mmoja hospitalini kabla ya kufa. Alikuwa na ndoto kubwa, mipango mingi, future aliyoiamini.
Lakini kabla hajapoteza pumzi alisema, nilidhani nilikuwa na muda zaidi. Na kweli ni huu, watu wengi wanaishi kana kwamba wana uhakika wa kesho. Maneno ya 7, usipoteze maisha ukitafuta vitu. Na mwisho nataka nikurudishe nyuma kwa yule mzee tajiri. Baada ya kutumia maisha yake yote kutafuta pesa, alisema maneno haya kabla hajafa: usipoteze maisha yako kutafuta vitu ukasahau kuishi. Na pengine hiyo ndiyo siri kubwa ya maisha. Mwisho wa maisha watu hawakumbuki kiasi cha pesa walichotengeneza. Wanakumbuka watu waliowapenda, muda walioutumia vizuri na maisha walioishi kweli. Na wewe je, kama leo ndiye ungekuwa siku yako ya mwisho, ni maneno gani ungependa watu wakumbuke kutoka kwako? Kama video hii imekugusa, basi subscribe sasa hivi kwenye Lubunazi Insight, kwa sababu hapa tunafungua akili za watu wanaotaka kuelewa maisha kwa undani, na huenda video moja tu ikabadilisha namna unavyoishi milele.